yaliyopita kwenye Hatma. Hali bado ni ngumu mama, ila tunaamini Allah atatufanyia wepesi. Subra haimaanishi ukae bila juhudi mwanangu. Hivi unajua kwamba umenikosea sana? Wewe ndio umenikosea mimi zaidi. Yaani mwanamke unashindwa kujishikilia wewe. Sijataka wewe uendelee kulia. Lengo langu mimi kukwambia hapa ni ujikaze na kuchukua hatua mapema. Hili jambo ni gumu sana. Kwa nini mama asingekuja kukaa na sisi hapa? Ili halihitaji majadiliano. Mama yako ni mama yangu pia. Hivi mimi kosa langu liko wapi hapo, nataka nikuulize. Na dini yetu inasemaje? Yaani umbea umekatazwa. Utaenda kuchomwa. Hatma, kila chaguo lina gharama. Karibu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Samani, wewe ndio Hawa? Naam, da Zainab. Mimi ndio Hawa. Kwa hiyo wewe ndio uliyemwibia mume wangu akili na moyo wake, si ndio? Pole sana da Zainab. Najua kwamba una machungu mengi sana moyoni mwako, lakini unaweza ukawa na utulivu kidogo. Utulivu? Utulivu gani labda unaozungumzia? Hali ya kuwa mume wangu ameitelekeza familia yake akijifanya kwamba ana matatizo, kumbe amekuja kustarehe kwako. Halafu ati unaniambia mimi niwe na utulivu? Unaweza kunisikiliza japo kidogo tu? Ni kweli najua kwamba mimi sikutakiwa kuwa hasiri, na una kila haki ya kuwa na hasira hapa, ingawa naamini Karimu alikuwa na nia njema, japo hakufanya kwa njia ambayo ilikuwa sahihi. Sana. Mungu, hapa ndio mwanzo, si ndio? Umeenda kutatua matatizo ya familia yako ambayo imepokonywa kila kitu Karimu, kwa sababu ya madeni yako.
kweli Shabani, hali ya hii nyumba inanitia wasiwasi sana. Kila siku mambo yanazidi kuwa magumu. Sasa ugomvi kati ya Karim na Zainab umeanza kunitisha. Ni kweli Asha, hata mimi tangu nafika hapa sijawahi kuwaona wawili hawa wakiwa katika hali hii. Kumbukumbu yangu inaniambia Karim ni mtu mmoja mpole, ila kwa sasa amebadilika sana. Unadhani shida ni nini hasa Shabani? Labda Karim kuna jambo analoficha. Ni kweli Asha, ila nakumbuka ile siku anasema anaenda Mwanza alikuwa na sita sana. Labda kwenye safari yake hiyo kulikuwa kuna jambo lingine nyuma yake. Sasa itakuwa Zainabu amegundua jambo gani mpaka hali inakuwa vile? Sijui hasa, ila labda nahisi kuna jambo kubwa linalohusisha kwenye safari zake. Maana sisi wanaume tuna mambo tunaficha sana. Tatizo lenu wanaume, mnafikiri mnaweza kuficha kila kitu. Mwisho wake mambo yanapofichuka na kusababisha madhara makubwa zaidi. Ni kweli unayosema Asha, lakini naamini labda Karimu atakuwa na sababu zake. Anaogopa kumuumiza Bi Zainabu. Kumuumiza? Ndiyo. Anachokifanya sasa hivi sio kumuumiza. Wakati mwingine ukweli unauma, lakini bora kweli kuliko uongo wa muda mrefu. Salamu alaykum. Pole sana dada Zainabu. Naomba ujikaze. Naelewa sana unachokipitia. Unanielewa nini wewe? Kitu gani ambacho wewe unanielewa? Mume wangu, kumbe siku zote zile ilikuwa unanidanganya mimi na kunificha mambo yako. Leo hii umeniacha mke wako, nateseka na madeni ya familia, na hangaika na watoto peke yangu. Alafu wewe kumbe huko nje una maisha yako mengine, yaani umekaa unastarehe na huyu mwanamke wako, si ndio Karim? Zainab, hebu jaribu basi kunielewa. Mimi sikupanga hii hali yote itokee hivi. Ni kwamba nilikuwa najaribu tu kutafuta utulivu wa kichwa kidogo. Unasemaje? Kwa hiyo kwangu mimi hapakuwa na utulivu wa kichwa ila kwa huyu mwanamke wako ndio kwenye utulivu. Mimi nilikuwa nakupa pressure, si ndio? Dada Zainab, nakuelewa na sikulaumu hata kidogo kwa hisia zako, lakini tafadhali naomba uelewe kwamba mimi na Karim hatuko katika haramu. Ndoa yetu sisi ni halali mbele ya Allah. Naelewa kwamba unaumizwa na kufichwa kwangu. Naomba utambue kwamba mimi sina ugomvi na wewe, ila wewe Karim, kama umeamua kutafuta utulivu wako sehemu nyingine, kwa nini mimi unanitesa? Kwa nini tu usiniache kwa amani mimi nikaendelea na maisha yangu, na wewe ukaendelea na maisha yako ambayo umeamua kuchagua wewe mwenyewe, maisha ambayo unahisi wewe yanakupa furaha? Karim, mke wangu, hebu tuliza basi jazba. Naelewa kwamba kosa nilofanya ni kubwa sana,
Lakini jaribu kuelewa kwamba nilikuwa najaribu tu kutafuta utulivu tuweze kupata suluhu katika kipindi hiki kigumu. Lakini sikuwa na nia kukukimbia wewe. Suluhu gani unaipata hapa kwako? Kwa hiyo hii ndiyo suluhu, si ndio? Sawa. Na Zainab, tafadhali nakuomba usiondoke katika hali hiyo. Niruhusu nikutafutie usafiri. Samahani dada, nimekuja na usafiri wako mwenyewe. Mnajua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha yule anayefuatilia mapungufu ya watu, basi Mwenyezi Mungu atafichua mapungufu yake hadharani. Yaani badala ya kukaa kujadili matatizo wengine kwa nia ya udadisi, ni vyema tutumie muda huu kuwaombea wenzetu ambao wapo katika changamoto waweze kupata suluhu ya haraka. Hivi mnajua mitihani gani ambao wanapitia wenzetu? Na huenda kesho kawa mimi na wewe. Itakuwaje hapo Mwenyezi Mungu akiamua hii karama itokee? Kumbukeni, ni bora kuzifunika aibu za wenzetu kuliko kuzianika hadharani. Na Mwenyezi Mungu huwapenda wale ambao wanaopenda kulinda ndugu zao. Tuchunge ndimi zetu. Kamdomo. Mume wangu, pole sana kwa magumu yote. Lakini pia unatakiwa umwelewe vizuri Zainab. Ana kila haki ya kuhisi kuumizwa sana. Najua mke wangu. Lakini sasa sijui hata naanzia wapi kuweza kufanya mambo yaweze kurudi kuwa sawa. Mume wangu, nimekuchagua wewe kama kiongozi wa maisha yangu. Na kiongozi wa kweli kamwe hatakiwi kukata tamaa kirahisi hivyo. Lakini mimi nimefanya makosa mengi sana na makubwa. Pengine nimeshapoteza huo uwezo ama nafasi ya kuiangalia familia yangu. Mwenyezi Mungu ametupatia mtihani ili tuweze kujitathmini sisi wenyewe. Labda Mungu amekupatia mtihani huu ili kuweza kujifundisha umuhimu wa kuwa mkweli na mwazi kwenye maisha yako. Hutakiwi kukimbia mtihani wako mume wangu, bali unatakiwa kusimama imara na kusema ukweli wako kwa ujasiri.
Na kitu kingine zaidi, mume wangu, unatakiwa kujua kwamba mimi niko pamoja na wewe. Kamwe siwezi kuchukua nafasi yako kama kiongozi. Wewe peke yako ndo mwenye huo uwezo. Usikubali kushindwa kabisa. Simama na Allah atakuwezesha. Asante sana Hawa. Kiukweli maneno yako yana nguvu zaidi ya nilivyokuwa nimetegemea. Ndio wajibu wangu. Sinaona sasa umetabasamu. Inauma sana Jamal. Sikutegemea Karim kama anaweza kunifanyia hivi. Kumbe siku zote alikuwa ananidanganya. Zile safari zake za mwanzo alikuwa anaenda kwa mke mwingine. Pole sana shemeji kwa haya ambayo unayopitia, lakini tusimhukumu Karim. Mimi naweza kusema kwamba tuvute subira kidogo tu. Jamal, subra gani? Kwenye hali hii tulionayo kweli? Hebu angalia, nyumba yetu kila kitu kimechukuliwa. Kulikuwa na haja gani ya kwenda kuongeza mzigo mwingine? Hausa wakati wa kuongeza familia. Zainab, katika Uislamu ndoa si mzigo, bali ni ibada na baraka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na siku zote tunakumbushwa kwamba Mwenyezi Mungu hatupi mtihani tusio na uwezo nao. Mimi na wewe hatujui, labda Karimu na sababu zake. Naelewa ndoa zaidi ya moja ni halali, lakini pia uadilifu na uaminifu ni sehemu ya Uislamu, ni halali. Hivi kweli Jamal, ni haki kunifanya mimi nijihisi nimetengwa na kudanganywa, si ndio? Nakuelewa. Mimi kama binadamu napatwa na hisia ambazo unazozihisi wewe kwa wakati huu. Lakini narudia tena kusema subira ni muhimu sana. Inna Allaha masabirina. Shemeji, dunia ina changamoto nyingi sana, lakini mafundisho katika dini yetu ndio ngao yetu kuu kwenye maisha. Mimi nachoona tumpe Karimu muda kujieleza zaidi atakaporudi inshallah. Sawa Jamal, nitavumilia, lakini naomba utambue moyo wangu una mashaka makubwa sana, naumia. Mwenyezi Mungu atatoa majibu inshallah, na hivi karibuni tutayapata. Tuvute subira inshallah. Mambo ya shule yakoje hapo? Yako vizuri. Kuna shida yoyote ambayo labda ipo katika masomo?
Yote sawa, ila hesabu ndo nanipa changamoto hapa. Hesabu. Basi inshallah kabla sijaondoka nitahakikisha kwamba nakusaidia ili kusudi uweze kujua hesabu vizuri. Inshallah. Hiyo ni exponent, eh? Ndio. Okay, kwa hiyo hapo unachukua hii namba. Naangalia napo. Ali, naomba tupishe kidogo na muongeze na babako mdogo. Baba. Yajayo kwenye hatma. Nimekuweka katika wakati mgumu sana. Hakuna mwanadamu ambaye amekamilika, brother. Mbona sielewi? Nisamehe sana mdogo wangu. Mke wangu Salama ndiye aliyemwambia mke wangu Zainab kuhusu wewe kuongeza mke wa pili. Saidi ameeleza nia yake ya kuja kujitambulisha rasmi hapa nyumbani. Hiyo ni habari njema sana. Lakini huwezi kunyamazisha mdomo wa kila mtu. Ila nakuheshimu sana kaka. Ujasiri sio kitu cha kutafuta. Kutunza udugu ni jambo muhimu mno. Ndugu zangu ni ninyi hasa. Damu ni nzito kuliko maji. Anataka Changamoto ni kwa mkeo. Ninakupenda ujue, afu unaoaje?